ati asante tena zaidi, asante tena zaidi, asante tena zaidi, asante tena zaidi. Mungu mwenye kubariki wa atazamaji wote, asante sana Mungu. Alright, ni mzee kwa jina la J3. Asante sana. Hii ni moja kati ya zilizopendwa zikapendeka tu brother mpenzi mtazamaji. Ayesha J3 leo hii akikuandalia movie kwa jina The Tai Chi Master. Title raframu dogo brother mpenzi mtazamaji. Elewa China nada. Yes, ni watu wenye ambao ni hatari sana upande ukifika ni kung fu, karate vile vile. Yes, ya Tai Chi, kina Drunken Master Ying Woping director kutuonesha mwanzo wa filamu. Na mtazamaji wanaamini sana mambo na Buddha, wana Chinese halikadhalika basi wanaamini mambo na kung fu na style tofauti tofauti kuhusu mambo na kung fu. Hebu tukuje kupata kijana mdogo hapa. Kijana mdogo hapa utakuja kumtabua kwa jina la Janbo. Jina lake original J3. Vile vile tuko hapa ana mzee mmoja ameleta kijana yake anatambulikana kama vile Chinbo. Kuna Janbo ni J3. Chinbo ni huyu mrefu kidogo. Hapa ni aje? Huyu ni master yani. Amewambia amekuja kuleta huyu kijana kwa jina la Jinbo. Kabua Jinbo huyu anaitwa Junbo. Ama ukilipenda J3. Chinbo Kabu huyu anaitwa J3, lakini sasa juu J3 alikuwa amekuingilia hapa kitabu utakuwa ukimuita mkubwa wako. Hapo ni kuita mkubwa wako na mimi ni mrefu kukuliko ya. Hapana, unaweza ukaniita venye unataka. Okay. Hey, let's say that when we're alone. Yes, kwanza leo hii mimi ndio mkubwa, wewe nitakuwa nikikuita Kalituru. Sawa? Hakuna shida. Yeah. Okay, naigwa. Na tutakuwa marafiki ukifanya hivyo. J3 akamwambia haina shida basi. Nione ni mbona naokera, twende sasa. Wakawa ni marafiki kuanzia hapo ndugu brother mpenzi mtazamaji. Wakawa hapa basi ni marafiki. Kwa lile tempo wakawa ni marafiki. Yes. Lakini yes, kufika pale ikawa ndivyo hivyo. Kuna vijana wengine wenye ambao wanatrainiwa pale, ni shule la Kimasho Light, ni tempo fulani la Kimasho Light mara na baba basi wao wanakuja kutrainiwa. Sasa we sio vizuri kuchungulia, master alituambia tusichunguliage. Kuja tuone. Master alituambia tusichunguliange. Wakati wa kazi tunafanya kazi. Mareka wegai. Ero huyu ni Jinbo, huyu mkubwa ni Jinbo na kale kadogo ni J3. Kale kadogo ni J3. J3 akamwambia naweza nikakufurisha. Ayai, prefect akakuingilia. Nani anawaambia mchungulie pale? Si mnajua ni sheria baya kuchungulia, Si mnajua ni vibaya kuchungulia. Prefect amekuingilia kaanza kuwatandika. Ero ni mkubwa sana, prefect ni mkubwa. Kawatandika wakaona wewe tule. Kwenda huko. Ama niende nikabie master. Wakajua na wewe prefect. Ni sisi umetandika hivyo. Siku yako itafika. Siku yako itafika. Master na yeye huyu. Kaona master ni araya niliwa, wacha tuende na mwavuli. Kakuja na mwavuli. Lakini master akawambia namna gani? As you exist, the plants do too. Offending the land to waste the fruit is not healthy. Remember. Oh, I remember about that. So when the sun is shining down, I won't shade you. Huh? I want to learn Kung Fu. You too aren't ready. Yes, I am. Not? Many say that, some are ready. But we... Wakadai tunataka kufunzwa Kung Fu. Master kauliza, nyinyi mko tayari kufunzwa Kung Fu? Wakadai ndio. Sisi tuko na haja na kujua Kung Fu. Chinbo na Janbo. Janbo ni J3. Lakini kabla wafunzwe Kung Fu, wakakuja wakampata prefect, wakamweka gunia. Wewe toke! Kuja haraka! Kuja haraka! Prefect umetuzoea sana. Juzi ulitutandika. Kuja hapa. Lakini prefect akadai, najua ni wewe J3 guy, umejuaje? Umejuaje ni mimi? Badala aseme sio mimi. Kusema umejuaje sasa wakakuja kupatiwa punishment kwa sababu ya kutandika prefect. Chinbo akamwambia mjika, wewe ulienda kusema ni unajuaje ni mimi, si ungenyamaza? Wametandika prefect vita ingine sasa. Ni ugira akili wewe ungenyamaza. Sasa si nilisikia akisema ati ni mimi.
Nasikia vijana mko na tabia mbaya sana. Mnawezaje pepeta prefect? Mnawezaje pepeta prefect? Hiyo ni tabia mbaya sana. Chikeni mkule. Walikuwa wamekaa bila kukula hata chai hawakuwa wamekunywa. Lakini wakawa ni mabeshte sasa, ni kama mabrothers, ndugu brother mpenzi mtazamaji. Wakawa ni kama mabrothers. Jet Li na Chimbo wakawa sasa ni kama mabrothers, na wakaendelea kupolea ara zenye zile, siku nenda siku rudi. Maisha yakaendelea wakiwa kama brothers. Unapompata Jet Li unampata Chimbo, unapompata Chimbo Jet Li yako pale. So wakawa hawaachani, ni mabrothers wa ukweli, lakini elewa sio mabrothers, wakaishi pamoja. Ungeweza kudhania kwamba na kuite ni mabrothers. Siku zikaendelea kusonga tu kwa brother mpenzi mtazamaji. Wakaanza kuelewa mambo na kung fu Jet Li na huyu jamaa kwa jina Chimbo. Lakini wakati ambapo walikuwa wana train, Chimbo juu ni mkubwa, akawa sasa hivi anamuweza Jet Li. Akawa yeye yako mbele, yani ana uwezo kuliko Jet Li. Siku zikasonga, wakaendelea kuwa wakubwa, ndugu brother mpenzi mtazamaji. Lakini popote ingia kupoko uwaja, Jet Li alikuwa anashindwa na Chimbo mwenyewe ndio huyu sasa hivi, na Jet Li ndio huyu wakiwa wakubwa. Wameanza na tangu wakiwa watoto wadogo na wanapendana sana. Jet Li anampenda kama brother Chimbo, na Chimbo anampenda Jet Li kama brother. Alright. Kumbe sasa walikuwa wanaosha kwake master. Kadai ni naonyesha ikalira gete tagiki. Chimbo ni mtu mwenye nabana kuwa na tamaa sana cheki. Chimbo ni mtu wa tamaa. Siku moja lazima nitakalia kiti kama hii ya master. Jet Li akamwambia, wewe toka hapo. Unajua ukipata wanapona master kataumana vinuzuru. We, toka hapo manzi. Do it. Master akitupata hapa hii nipate shimeti. Kwenda. Jet Li kwenda kumkoka akaangusha kiti. Wewe wako idia. Wewe umeangusha hiyo kiti wewe. Wewe umeangusha, wacha ukuto na master. Kama basi wewe ulikuwa umekati hapa, master akikuja anaweza akakasirika sana. Ni kama mabrothers wakaendelea kutrain. Siku nenda, siku rudi, wao wenyewe wana train. Cheki mazoezi upande wa pili. Hawana cheza. Mazoezi ya kichwa lazima ukauche kichwa kabisa. Kichwa lazima ukaushe. Na hawakuwa tu hao wawili, kulikuwa na ma student wengine ara za nyewezi. Ma student walikuwa wengi tena zaidi. Sio hao wawili tu. Kulikuwa na ma student wengi tena zaidi, wanatrainiwa ara za nyewezi. Yes, nani wachokozi? Mtazamaji ni wachokozi sana. Mwaita hiyo ni kunia, yaani mnamwaga chakula kwa sababu ya kuwa wadogo. Mnamwaga chakula kwa sababu ya kuwa wadogo. Niko mwaita hiyo ni kunia. Kukauta kichwa wanakau kichwa kikuwe kigumu kabisa. Kichwa gumu kabisa. Wakuwe na kichwa gumu kabisa. Hata kulala wanafaa kulala wakiwa kichwa chini, miguu juu, na unalala kabisa unangorota. Unalala kabisa huko. Umelala kabisa na unaota. Unaona? Ukichoka sasa unaanguka. Bana cheza na Jet Li na Chimbo, wanalala disheni na stara kama hiyo. Alright. Kisha wakikuja kuvua nguo, watu walikuwa wanafulia wengine nguo. Kukausha ni kung fu. Kuvua nguo ni kung fu. Kohiha ni kung fu. Cheki style ya kutoa maji kwa nguo. Hii ni style ya kutoa maji kwa nguo, ndugu brother mpenzi mtazamaji. Lakini sasa wanaitoa kikung fu kiasi kwamba sasa kana kwamba nguo ni mzae itakuja kupasuka. Kutoa maji kwa nguo ikararuka. Ngai, na ni ya wale wadogo. Wewe tukugate twende tukaianika hivyo. Master akituuliza tutamwambia ni panya. Ngai, angalia nguo yako iko aje manze. Nguo yako iko aje? Cheki manze. Mimi sijui nguo yako ilifanya nini, lakini heri hivyo tulikuwa tumevua zetu kitabu hasikuraruka. Master akakuingilia akauliza, "Nike nguo yako?" Akaambiwa ni panya. I think it was the rat. It is a rat. Bear. Rats are all. Bear itoke wapi huku? Kaambiwa ni bear, lakini tunaenda kuishughulikia ni panya. Ni panya, lazima tuishughulikie. Sisi tunajua hiyo ni panya imefanya vile. Unaona karibu master aweza kujua. You betcha. Chang, I bet Chimbo wins the Kung Fu contest tomorrow. Oh, he'll win for sure. Guess we'll see. You done? I'll take some more. Hey, here comes the rice. Finally.
Alright. Asante sana. Jaribu kumutaka lakini wapi? Wani mwamenyalile inyue. Oh. Sisi. Care. Ni wachokozi sana bado. Why you... Ali kura kawe. Ne kimito maradha kanake. Wanacheza na kimito namna gani? Inyue na ngoba urakani. Mimi naweza nikaua hawa watu. Kisha wakakuja kutrain kukausha kichwa. Anachukua mawe. Wakaiwa leo. Chini bwana mwambia mimi lazima siku moja nitakuja kutajirika. Mimi unaniona hivi tu. Siku moja nitakuja kutajirika, nitakuja kuwa tajiri. Mimi sitaishi kuwa maskini. Sasa wanaongea nikana kwamba wanafanya kazi mzuri lakini ni wanakausha kichwa. Unaoga kichwa. Wewe ndugu zake yako siko na kichwa yako. Sio lakini nakwambia lazima tutatajirika. Mimi lazima siku moja nitakuja kutajirika. Alright. Asante sana. Siku venye ambavyo ziliweza kuendelea upande wa pili ya mini Master Train, Chimpo alikuwa anakuja kufanya nini? Kukopi. Neno sasa hapa hafai kukopi. Sana Master Train. Juu hajafikisha kuweza kutrainiwa style za kung fu zinabazo sasa Master na train. Kajua hiyo nimeigiza. Ikafika wakati sasa Master anataka kuja kujua kana kwamba kuna kitu wameingiza. Akawambia kulingana na vile ambavyo basi mtakuja kuweza kupigana, mwenye ambaye atakuja kuibuka na ushindi atakuwa mkubwa wale wengine. Mtakuja kupatiwa cheo. Mtakuja kupatiwa ranking. Nambari 1, 2, 3 kulingana na vile ambavyo basi mwenye ambaye atakuja kupigana. Chimbo akadai hii lazima ikuwe yako. Wakapatana na Kemito. Na ilao hasikizanagi na Kemito. Wakapatana na Kemito. Master kadai it is a free and fair challenge. Alright. A free and fair challenge. Wakaingia kwa uwanja shisha. Twende. Kemito na Chimbo wakaingia kwa uwanja. Ndugu brother mpenzi mtazamaji. Chimbo akasikia uzito wa Kemito. Kajua we Kemito kawe moro. Chimbo na Kemito. Kemito chunga. Chimbo vile abana cheza haya. Haya kaiko huru. Ai. Chimpo chunga sana. Kemito akaishira. Jetili akaona. Alimweka powder kwa macho. Patwa monja Chimpo. Ne Chimpo akampata teke. Ile sasa ameishira amepatwa ya macho, amewekwa powder kwa macho sasa haoni vizuri. Kai. Niogua kitu gani? Unaniweka nini kwa macho kuja hapa? Kwenda kumuua. Master akakuingilia. Akamwambia wewe ni mnyama. I'm sorry. You are an animal. You should live with the dogs and the goats. Yes, you should live with goats and dogs. You are not a human. Jiti akaingilia kadai hapana. Hujaona Kemito ameishira kuishira kitu gani? Huyu ni mnyama, anafaa kuishi na mimi ni mnyama hujaona. Haya ni Master anaongelesha hivyo. Sasa Master kasirika. Master kukasirika ikawa sasa ni kitanzi baina ya Chimpo na Master. Lakini sasa Chimpo vile alikuwa anaimbia style zake Master. Kwa hivyo anaelewa nini jinsi ya kupigana. Chetiri kuingilia na gogwa kado. Chunga sana Master. Juu Chimpo amekuja kuweza kuelewa nini zile styles zinazo umekuwa ukitrain. Hata Master alikuja kustuka. Hizo ulijulia wapi? Where did you learn to do that? Yes, ulijulia wapi? Nimekuwa nikikopi. Jetili akakuja kuambia Master, huyu sio mbaya. Kemito ndio ametumia uisheri. Ikazamekana sasa nyinyi mumenyima Master heshima. Na so lazima mtandikwe. Lazima muweze kuwekwa adabu. Lazima hapa basi muweze kuja kuwekwa adabu. Lazima mkuje kuwekwa adabu. Right, wale ma student wengine wakaitwa shasha. Wajipange kuja kuweka kina Jetri na Chimbo adabu. Lakini sasa wa kuwekwa adabu ni akina nani? Huyo ni Jetri na Chimbo. Ndugu brother mpenzi mtazamaji. Wakaanzwa shasha. Jetri na Chimbo wakaanzwa. Right. Twende. Jetli na Chimbo wakaanzwa. Cheki. Lakini vile ukisikia kwa maana kwetu walikuwa the best. Hapa anacheza wao wenyewe walikuwa the best. Kwa hivyo hata kwa hao ma student wote Jetli na Chimbo ndio kusema. Pata sasa silaha. Twende shasha. Zile mamiti zile ambazo mnatuma tunazituma back to the sender. Back to the sender. Twende back to the sender. Back to the sender. Back to the sender. Asante sana. Back to the sender Jetli. Back to the sender. Chimbo. Twende. Na bando maneno. Master kadai watandikwe. Wakuje
kutandikwa vilivyo hawa vijana. Watandikwe. Ikasemekana sasa watandikwe vizuri tena zaidi. Wakuje kutandikwa vizuri tena zaidi. Chukeni. Jet Li anamtetea Chimbu kwa sababu ni rafiki yake na ameona ya kwamba na kwetu kulikuwa na uishiri. Ina maana wamecheza poka sana sana. Kimito alikuwa na paunda ya kumweka kwa macho jamaa kwa jina la Chimbu. Twende mbando. Walala. Twende Jet Li Chimbu. Ai ngangana na wale student sasa, lakini ni wengi na walivyo wengi hivyo ndivyo nambavyo basi akina Jet Li wanakuja kukabiliana na wao. Anza kumwaga maji. Jet Li akajua maji ikimwagika mna slide, maji ikimwagika mna slide. Oil ama oil ya zile matai kimwagika mna strike. Wakaanza kustride upande wa pili. Jet Li akajua sasa hii ni take advantage pale kuja kuweza kuandalia. Twende bado. Oya, twende. Jet Li na Chimbu. Neno Jet Li anafanya hivi kumsaidia rafiki yake. Master hakuona yule jamaa kwa jina la Kimito aliweza kutumia poka. Hakuona aliweza kutumia poka. Sasa nadhani ya kwamba na kuti Jet Li na huyu jamaa kwa jina la Chimbu wamefuja sheria za hapa kwa Hara Temple. Kwa Hara shule Jet Li na Chimbu wamekuja kufunja sheria. Twende bando. Unaona hata mudu. Hapa tutatandikwa sasa. Ni wengi lakini akina Jet Li wanangangana. Wakati huo Master akakuingilia. Akawaambia torokeni. Wakaishia. Master mwenye nabali aliweza kuleta hapa. Lakini Kimudhodu akamwambia umefanya makosa moja ya mwaka. Unajua hao vijana wamevunja sheria. Kisha unawasaidia kutoroka. Wewe mwenyewe umefanya makosa na lazima tuende yani lazima tuweze kuambia cancel wewe na ambavyo mmefanya. Unaona uishiri, wewe umeona vile ambavyo watu wanacheza poka. Lakini hawa tayari wamefahamishwa wasiwahi rudi. Master alikuja kuambia namna gani? Eskia, you have done here today. We failed. Forgive us. I forgive you. But I can no longer be your master. You must go far away and not come back. Remember to always keep your eye on the path that lies before you. For Junbo, his tender heart will be enough. Jinbo. Ala, Master kukuja kuambia Chimbu. Remember to keep your eyes to follow your path. Na msiwahi rudi hapo upande wa pili. Na hapa kuna kitabu kinatambulika kama vile Book of Chi. Story ambayo hamujaelewa mtakuja kuelewa pale ndani. Mimi nitawaweka ndani ya roho yangu. Najua mtakuwa watu wazuri. Go and never come back. Endeni na msiwahi rudi kwa sababu mkirudi hapa itakuwa ni hatia. Tafadhali endeni. Ikabaki ndivyo hivyo wao wakaamua kutamburuka na kuweza kuishia. Sasa waweze kutokeza upande wa pili mtaani. Jet Li kwa jina la Janbao na Jinbo wakatokeleza sasa mtaani. Horia wakatokelezea mtaani Jet Li na Chimbu. Lakini upande wa pili mtaani nako hapa sasa hapa ndipo maana ambapo shida, matatizo na taabu zilianza. Kwa sababu gani? Wanahitaji msusi. Wanahitaji place yenye ambao wanaweza wakalala. Lakini hawajui yote hapa ni upande wa pili mtaani. Rutikano pasi kuna kike analikuwa anatambulikana kama vile Mislin. Kuna kike alikuwa anatambulikana kama vile Mrs. Siurina. Jina lake original ni Mitchell Kana. Can you bless us with it? Money. Mitchell Kana kwa pale ndugu brother mpenzi mtazamaji. Kwa nani? Mnakuja kuomba chakula namna gani? Wakakokwa sasa wakatupo karibu na Mitchell Young. Anatambulikana kama vile Mislin. Haya, jindo nije tu aho yale. Kwa nini hawa watu wanatutandika? Kaya hamna chakula. Kona huyo manzi yako sawa. Heri watu wote wangekaa kama huyo manzi. Hawakushidanilia hata hawamjui. Kadhalika lazima tutafute venye ambavyo tutakuja kupata chakula. Lazima tutafute venye ambavyo tutakuja kupata chakula.
Epo tutoke ara zenye hizo mtazamaji, tukuje kuona tax collector. Kumbe ara zenye hizi mmoja na bali kuwa na tawara, alikuwa anatambulikana kama vile Liu Jin the governor, aliyekuwa wa sasa hivi anaogopewa sana, na alikuwa anafinyilia wana kijiji na watu wenye nabo walikuwa wanaishi ara zenye hizi kwa kuitisha taxi ya hali ya juu tena zaidi, ushuru wa hali ya juu tena zaidi. Sasa kama mzee alikuwa amenyang'anya pesa zake zote, lakini hapa kuna karembo, ndugu brother mpenzi mtazamaji, kuna karembo hapa kanatambulikana kama vile Misri ndio huyo. Sasa alikuja kaiba pesa za yule muokota ushuru, akajulikana. Ukaiabia shia muokota ushuru, pesa za muokota ushuru. Lakini sasa naye alikuja kuanza akina Jetili, acha wafike waone ni kamrembo, na hapa katakuja kutandikwa kuruka huo ikakaguka na meza. Jetili akadai tukasaidie. Jetili akadai tukasaidie kwenda kutandikwa, akaeka mkono nimutumia murahura kama utali hadafu. Muna tandika mwanamke. Sasa Jetili akaanza, "Yo nimetu kama yolu. Hiyo ni tabia baya. Mnawezaje tandika manzi?" Kumbe naye Jinbo akaona ni karepo juu ya warembo mbele ya warembo. Kajifanya sasa ndio anamemukula. Nenda kutaidia. Umeona aje kukusaidia? Lakini mmoja na baya amemsaidia. Ako kwa uwaja bado anatandikana. Okaya. Mnatandika mwanamke. Manzi akaangalia. Kumbe Jimbo hataki aone juu mekanuki kale kasichana, na hataki kaone Jetili. Wewe ndiko kodete. Na sija kugoga pato moja. Jetili. Kumbe manzi alishindwa kaiole akana mekata. Ule hakuna kitu anajua ule. Mimi ndio mwalimu wake. Kaya kwa sawa. Hakuna kitu anajua. Mimi ndio mwalimu wake, hata naweza nikampepeta. Wakati huo sasa wanajeshi wake Liu Jin the governor wakakuingilia. Manze kuambia tutoroke. Ukisikia ni wanajeshi wake governor wanakuwa wengi tena zaidi. Manze akakuja akachora plan, akakuja akaweka manuel design na stra kama hiyo. Tuliaga toa heo. Wanajeshi wakapita juu wanatafuta Bamon, kuna hawa kona nywele wamewekwa nywele ya farasi. Kai unakaa vizuri, kai uko msubuhi. Nie. Sasa jamaa anataka kupendwa na huyu manzi, sasa hataki sana sana. Huyu manzi akimwangalia Jetili ni kamanzi karembo, lakini Chimbo ni wale Chinbo ni wale majamaa wanakuwa ni rafiki yako, lakini ako na wivu sana. Upande wa pili mtaani nako wananchi walikuwa wananyanyaswa sana na kikosi chake yule governor Liu Jin, komanda wa wanajeshi. Alikuwa anatambulikana kama vile Liu Jin. Ndio huyu. Na walikuwa wanamogopa sana. Kumbe Jinbo anadai lazima nitatajirika hata mimi. Lazima nitakuwa mtu kama huyu. Unaona? Ni mtu mwenye na ambaye kuna tamaa kai noga koroto huyu. Lazima nitatajirika. Kabla unaona huyo ndio governor. Na ni mtu mbaya, ni mnyama, anakuwa na roho ya snake. Anakuwa na roho ya snake. Ukisikia mtu basi yako na roho ya snake ujue ni mtu mbaya. Ukisikia mtu ako na roho ya snake ujue ni mtu mbaya. Ni mtu mwenye ambaye hafai kuishi na binadamu, ako na roho ya snake, hana utu ndani yake. Orieta. Haya, naye kike kwa jina la Miss Siurina ndio huyo. Kumbe Miss Siurina ako na stress kwa sababu bwanake aliweza kumwacha. Bwanake alimwacha. Upande wa pili nao wenzetu wakikula wako hapa Jetili, Jinbo na kale kamanzi wana sosi hapa. Nyedete nyama. Jinbo anadai nyedete nyama. Unaona tena ni nodi. Haya, manzi akachukua kanyake akaweka kwa sahani yake jamaa wetu Jetili. Rudi kado basi naye Mrs. Sulin anacheza kamsiki pale. Anacheza kamsiki. Ni manzi mwenye nabako na stress sana. Bwanake aliweza kutoroka. Haya, kale bonako kanaona vile ambavyo Jinbo anakaangalia, kakaekea Jetili kanyama. Wacha Jinbo aone vile. Haya, nani digekilero hii? Hata yeye shika. Kwa kadai haka niko kuajia. Hii ndio nitakula ya kwanza. Anataka kupendwa na ule manzi.
wakati huo sasa akakuingilia sistake yule komanda kwa jina la Eugene. Komanda mwenye nabaya anakalia watu wa Arazaliza na tabirikana kama vile Eugene. Sasa alikuingilia sistake ndio huyu. Ni sistake komanda. Kwa hivyo ulinzi ako nao wa hali ya juu tena zaidi. Lakini kumbe ameiba bwana wa wenyewe. Huyu ndio bwanake Mrs. Sulin. Sulin. Here, I never thought. Silence. Wewe nyamaza. Mnaongea kuhusu nini? You journeyed many miles to find the husband. Haya. Mwanza kadai huyu ni bwanangu. Tunataka kuona. Hujasikia mimi ni sister yake general ama ukilipenda commander? Mimi ni sister yake governor. Sulina kadai huyu ni bwanangu. Haya, ni ukweli wewe? Ulikuwa kana bibi na uweze ukaniambia? We, enda nyumbani. Bwanangu, mimi nilikuwa nakupenda sana kama sukari. Hata hii gitaa nilipatwa na shida, watu wananiambia niuzie pesa mingi sana, lakini singeweza kuwauzia kwa sababu ilikuwa yako, ulikuwa umenipatia. Juu umepata mke mwingine, shika hii gitaa. Ni sawa, mimi hatutapigania mwanaume, hapana, lakini ujue nilikuwa nakupenda kama sukari. Hata saa hii nakupenda kama sukari, nakwambia kweli Sisiri, ningekuwa mimi tajiri ningekununulia gari. Lakini sistake governor akaona si hapana, mimi ni sistake governor. Hakuna wakati na baba pasi unaweza ukakuja kuharibia mimi. Hakuna wakati na baba unaweza ukakuja kuharibia mimi. Ikapaki sasa ni kitanzi baina yake Swirina na sistake governor dogo brother mpenzi mtazamaji. Kitanzi upande wa pili kwa ile hoteli Shisha. Hai, na wote wawili ni wanuzuru. Ukasikia upande wa pili China, hata wanawake wanajua vita. Nakumbuka wakati na ambapo nilikuwa nimeenda China 2000. Vita na ambapo niliweza kutandikwa na Kipi. Kipi kilikuwa kina kuruma lakini kikanitandika vita ingine. Hakikuwa kinajua kutembea, kinatumia magoti kutabata lakini kikanitandika vita ingine hujawaiona. Alright. Aya. Kitanzo upande wa pili. Get out right now. Manzi sasa akaanza kutandika. Unanishika nini? Na huyu bibi yako ndio ananitandika. Wewe mtumia. Unakuja kuharibia nini? Wani sasa hapa niko na miji, nataka kuwa mtu mwenye nabako na pesa. Hii kita yako naweza unanikuja kudia. Kamgonga na kiti tu kwa brother mpenzi mtazamaji. Na imagine ni mpenzi wake wa buzi. Jitiria kaingilia. Oi, Suri kulikana venye namba vya megongwa. Akaanza kufinta. Jetilia kaona hivi ni vibaya ese. Hii ni vibaya. Hii ni vibaya ese. Ikapaki ndivyo hivyo sasa ni kuja kumsaidia yule manzi. Wakati na ambapo alikuja kumsaidia manzi. Wanajeshi wakaitwa sasa. Ni sistake governor. Wanajeshi wakaitwa. Jetili akafahamishwa hapa lazima tuweze kutoroka. Hapa ni tutoroke. Wakamatwe wachijwe. Sistake governor anasema vile. Wakamatwe wachijwe. Jetili sasa hapa ni uweze kutoroka kwa sababu ukipatikana utaweza kupeleka kwa komanda mwenye nabaye huaga anajiita governor mwenye nabaye huaga anatawala ardhi za nyewezi. Jetili maskini wa Mungu. Sasa uweze kutoroka na yule manzi kwa jina la Sulina amefaint. Neno gidi yoyu. Amenichokesha sana. Sasa wakati aliangushwa ikawaje ameumia amepantadikwa na bwanake. Bwanake anataka kuona tena. Manzi alijisikia. Hawakakuja wakajifanya picha, ati sasa ni picha. Masoja wakapita, ikabaki ndivyo hivyo, lakini wako wanted sasa. Sasa wako wanted ndugu brother mpenzi mtazamaji. Oh yes sir. Maybe this is another one. Haya, wakakuja wakaletwa hoteli nyingine. Neno hawana kazi. Hawana kazi ndugu brother mpenzi mtazamaji. Hawana sehemu yenye nabo huwa wanafanya kazi. Hawana chakula na hawana place yenye ambao wanaweza wakasurvive ama wanaweza wakapolea. Ikabaki ndivyo hivyo sasa ni waweza kupolea na wale wa manzi. Well, wakakuja wakapatiwa mara na papa watakuwa wakilala.
lakini wakadai tunahitaji sehemu yetu, tunahitaji place yetu, na vile vile tunahitaji kazi. Haya, wakalala. Wakiwa wamelala, huyu akaona nyeje. Wewe kwenda hatuwezi tukalala na wewe. Nyeje no. Lakini kuangalia Chinbo, kuangalia Jet Li akaona ana imagine. Hata una imagine hako kamanzi. Na kana kwamba kuna jambo lenye na ambalo huwa linamsumbua Chinbo ni kutajirika. Yuapenda kutajirika sana. Kwa lile hoteli Rutikado, basi mtazamaji, room 2 ama room jirani, asubuhi yake Chinbo alisikia sasa kunao mabonti hunter wenye nabao sasa wamekuja kupata bidhaa ama gold zake General ama ukipenda yule Mr. Governor Liu Jina. We, twende tusivamie. Jet Li akamwambia we, tujifanye hata hatujaisikia. Asubuhi yake sasa kuamkia wakapata kumbe wale magaidi wenye ambao walijifanya hawajaisikia wamewekewa kichwa chao mwenye nabaya atapata ni 10,000. Ine nani kwa mali na bia nyingi. Na nikuambia tu wakute. We, Jet Li akamwambia sisi hatujui. Hii maneno hatujui. Mtaani sisi ni wageni. Haya, sasa wakadai sasa lenye nabao watakuja kufanya ni kuweza kufanya urako na kuweza zinaitwa kakara. Wakatokelezea mtaani kufanya kakara. Sasa wapate pesa. Mimi naweza nikasema mtu ako na shilingi 60. Akuja tandike tumbo yangu hadi achoke. Ni nani ako na 60 bob? Mwenye ako na 60 bob? Habari gani? Mimi naitwa Mudhebatia. Niko na 60 bob hizo. Naweza tandika tumbo yako. Lazima kana ndio. Sababu 50 60 ni ginyu. Uko sure unatandikwa tumbo? Ukakotandike. Akausha tumbo sasa atandikwe. Mudhebatia. Ndio huo 60 imeisha. 60 ni dodi 50. Ongeza pesa nyingine. Okay, nimeongeza. Mudhebatia akashoka. Akachoka. Kabla sasa kulingana na wewe huyu amekutandika ngapi? 102. Ametandika 10 102. Okay, ongeza pesa wewe. Umemtandika 102 na ulikuwa umelipa 50. Chukueni pesa sasa. Akawatupia kimadharau. Akawatupia pesa kimadharau. Jet Li akashindwa kwani huu ni mchezo aina gani? Wakati huo ikasemekana watandikwe. Mudhebatia alikuwa amekuja na watu wake. Akasema watandikwe. Ni mato hula hivi turokote bia. Acha watutandike sisi tuokote pesa. Wakatandikwa sasa, wao wanaokota pesa vizuri. Akakawira nikega imagine. Nani alikuingilia sasa? General waki wanajeshi wake komanda Rinjina. Komanda Rinjina alikuwa General alikuingilia kadai lazima muweze kulipa ushuru. Ushuru. Sisi ni wageni hapa na hakuna kitu tumetumia serikali, tumesimama tu hapa. Wakabiwa ardhi ni ya serikali. Nyinyi ni wa serikali, mlipe ushuru na mlipe pesa zote ambazo mmeokota. Mwaigwa. Ngai. Sasa tumetaji kwa halafu kuja uchukue pesa zote. Sasa tutabaki na nini? Na sisi ni wageni hapa. Chinbo akamwambia sisi ni wageni tunahitaji kazi, basi tuitie kazi kwenyu. Kabla kuja ofisini tutaona ni namna gani. Kaluzo unaweza ukafanya na namna gani? Naweza nikajitandika. Jamaa akajitandika. Lakini Jet Li akaona huu ni ujinga. Mimi siwezi nikajinyima heshima. Kabla kijana wewe ni mjinga sana. Kwetu wanajeshi wamejaa. Unafikiria unaweza ukapatiwa kazi kwa wanajeshi? Gai, na wewe nimejitandika. Wewe twende tukaulize kazi. Jet Li akamwambia hapana. Kulingana na venye ambavyo nilisikia story kuhusu wale wanajeshi na kikosi chake yule jamaa kwa jina la General Rinjina ama Commander Rinjina, huko sio kuzuri. Huko sio kuzuri. Lakini Jimbo akadai lazima niende nikatafute kazi huko. Mimi lazima niende nikatafute kazi huko, lakini Jet Li alidai hapana. Pesa za hao watu siwezi nikazihitaji na siwezi nikazitaka upande wa pili. Manzi kwa jina la Siulina. Rutikando mbando yuendelea kutei. Kuja kuambiwa na kale karembo. Kwa nini nakunywa hivi? Unaniambia ninakunywa na bwanangu nilinyang'anywa. Bwanangu nilinyang'anywa. Nikanyang'anywa na sister ya governor. Jet Li akakuingilia akauliza ni nini? Kabla huyu amekuwa akikunywa,
Sio kukunywa, ni kukunywa ni gotei. Jetiri akaangalia nyongo 3. Yaani umekunywa nyungu 3. Na bado sijakunywa, nitakunywa ingine. Jetiri akamwambia hapana. Ikawaje uko na mashida zako, sasa wewe mwenyewe utakuja kujua na hii pombe. Utakuja kujua. Jetiri akaona sasa huyu atakufa na hii pombe, akakuja akaanza kupasua. Shida yako ni gani? Mimi nataka hata bibi ngoja nikujue. Hataru acha, hataru ni mwenye ile hoteli. Hata hii. Hapana umelewa. Ndiko nywa leo. Hata nijiangalilie basi. Ai. Ikafika sasa Siri na nataka kumtandika Jetiri. Nataka kukunywa. Mimi ni kunywe. Jetiri kumwambia utaharibu mwili wako. Unajaribu wewe mwenyewe. Don't tell me what to do. Don't tell me what to do. Enough! Stop living in your past! What do you think you're doing here? Stop shoving me away! The past makes us who we are. Don't make it your burden. Yes, the past makes us who we are. Usikuje kuharibu maisha yako. Ati juu bwanako amechukuliwa na mtu mwingine. Move on. Songa na maisha yako. Yako na maisha yake. Tumia yako sasa. Usikuje kuishi maisha yako kwa maisha yake. Yeye ameamua, so move on. Ikawa ndivyo hivyo baada ya Jetiri kuanza kumwambia Siorina asonge na maisha yake, ikabaki ndivyo hivyo. Lakini kumbe sasa nao waokota ushuru ndio hawa. Kuja kuuliza nani mwenye hii hoteli? Nenie, ni mimi. Umelipa ushuru? Si ndio nililipa jana. Haya. Lipa hata leo. Kadai nawezaje lipa leo na nililipa jana? Haya. Jana ulikula ndio. Na leo umekula ndio. Hivyo ndivyo ushuru inakuaga. Kama ulikula jana na leo lazima ulipe ushuru. Jetiri akadai yeye. Wewe nani? Reasonable. Sasa unalipa ushuru jana na alipe leo. Kuja kuuliza maswali, Jetiri akaanzwa. Kabu wewe usilete fujo. Hawa ni waza wake Commander Linjin. Kuja hapa kijana. Kwa makosa ya kunyeta na kukausha kichwa, kuja ukule hii. Nimeikanyaga. Dole! Madharau tuko brother mpenzi mtazamaji. Wale masoja walikuwa na madharau sana. Kisha yule soja akadai namna gani? Nataka uniinamilie mara 30 ukinitaka mami. About letting you go. 30 times. Uniinamilie mara 30. Jetiri akaona huyo ndio ulimu. Go on. Si uninamilie ukinitaka mama yako. Uninamilie ukinitaka nyokoa. Inama. Inama. Hebu tuone. Jetiri akaona mumenizoea. Nyinyi mnajua mimi ni nani? Mungejua mimi ni nani, hamungekuja kwa hiyo hoteli kuweza kuzusha. Wakaanza shashaba. Na ni makosa makubwa tena ndugu brother mpenzi mtazamaji, kwa sababu hawa na wanajeshi wake komanda. Na yeye ndio kusema ardhi nywizi. Akisema ulipe ushuru, unalipa. Akisema uiname, unainama. Sasa wakati na ambapo uliona wameanza vita, walidai milango ifungwe. Hapa tu tena ambacho kinaweza kukawaokolea ni kuangamiza hawa wanajeshi wote, ili ukweli usiende kujulikana kwake general, kwa sababu ukweli ukijulikana watafutwe hadi watafutwe Kenya. Right. Ikabaki ndivyo hivyo, kuna mwenye ambaye anafaa kutoka hapa akiwa hai. Kuna mwenye ambaye anafaa kutoka hapa akiwa hai. Gataru. Na dikiwe haro diroli okay. Kitanzu pande wa pili. Sasa hapa ni kumake sure kwamba na kwetu wameua wote wale wanajeshi. Wanajeshi wake Rinjin. Wanajeshi wake Rinjin wakuja kuweza kuua wote. Katabe. Twende. Hapa kuna kutoka. Hapa hakuna kutoka ese. Mkitoka na zenye hizi mtaenda kuambia general, na mkiambia general sasa hapa itabaki ndivyo hivyo. Sisi wote tutauawa. Sasa hapa ni kuua kila mtu. Jetiri. Inda. Twende. Hakuna kupakisha ni kumalizia. Lakini sasa yule tax collector aliweza kujifanya Yakoba na kweti amekufa. Akajua hapa lazima aume fako kisha atoroke. Na akienda kuambia komanda, akienda kuambia Rinjin, hawa ni maiti.
twende tukawazike. Ikasemekana waende wakazikwa. Huyu kwenda kuguzwa akampata teke na kisha akatoka kutoka juu ya farasi. Jet Li vile vile akakuja amerukia farasi, lakini hajui farasi inakuwa na mbele na nyuma. Toki baradhi kiongo kinako iko pande ingine. Pole pole, na hajawahi endesha farasi, hajawahi endesha farasi. Ni kuja kufuata kale kasoja, kwa sababu kale kasoja kakiweza kufikisha maneno upande wa pili. Dogo brother mpenzi mtazamaji, akina Jet Li na kikosi chake chote watakuja kuweza kuuawa na Commander Rinjina. Mbele yake Chinbo, wale watu wameua wanajeshi wake wote general. Katwa kuuawa kwa sababu gani? Jinbo ni rafiki wake Jet Li. Jet Li akaona haya ni uronire wera. They're no good, those rebels. You should keep away from them. I think they're pretty nice. I'm a soldier now. We're on opposite sides. Hey, our friendship means more than that. So how's army life? It's all right. I'm expecting a promotion. And you? Well, I miss our days at school. I mean, there were no worries. And how about those summers? They were great. Junbo, all of that was yesterday. And you need to think about tomorrow. Kumbe sasa Jibo anakuja kuambiwa ama ukilipenda Jet Li, you have to think about tomorrow. Kwa nini usikuje tuweze kutafuta kazi kwake ule generali? Lakini Jet Li akamwambia heri mtaani. Heri mtaani. Heri mtaani. Lakini huyu ni mwenye tamaa. Huyu ni mwenye tamaa sasa. Chinbo ni mwenye tamaa. Cheki sasa kwa territory zake Commander Rinjina. Kuna maelfu na maelfu ya wanajeshi. Ikauzika ya kwamba na kweti sasa general yataka kutafuta general anataka kutafuta mwenye ambaye atakuwa sasa ni kiongozi lieutenant wa wanajeshi, mwenye ambaye atakuwa akisimamia wale wanajeshi, na ili kuweza kuwa mkubwa wa wanajeshi lazima sasa uweze kuja kupigana. Eskia promoted to general, and so let the contest begin. Ikasemekana sasa mwenye napata kuja kuibuka na ushindi, yeye mwenyewe ndio atakuwa sasa mkuu wa wanajeshi wake huyu governor Rinjina, walikuwa wanamuita governor ama commander Rinjina. Mwenye ataibuka na ushindi, yeye mwenyewe ndiye atakuwa sasa general wa wanajeshi. Kumbe jamaa wetu alikuingilia kadai no bohore huyu kumwekelea gumi mkono unaumia. Lakini era sasa jamaa wetu alikuwa mwanajeshi wa kawaida. Hajafika lieutenant, hajafika kofru, alikuwa tu mwanajeshi wa kawaida. Sasa akaanza kuja kupepeta mwenye na bypass alikuwa anafaa kuweza kuwa general ule umako. Cheki. Akakuja kuwapepeta, hajulikani sana, lakini ameingilia kuweza kusema anataka sasa kuweza kuwa general wa wanajeshi from nowhere. Akakuingilia sasa kupepeta wale wanajeshi, na alikuja tu juzi. Cheki, akaanza kuwapepeta no huyu. Ikafika hadi general akauliza ni nani huyu? Rinjina governor akauliza ni nani huyu? Huyu ni nani? Anapepeta wanajeshi wangu disheni na stra kama hiyo. Vunja mkono. Twende. Hadi governor akashindwa huyu ni nani? Commander akashindwa ni nani huyu? You don't act like a soldier. You're too vicious. By your violent actions, you shame the two of us. The basic rule is that you do not offend the majority. You're fortunate Master Lu was lenient. Don't go! Sir! Sir! All I wanted was for your lordship to promote me. I'll wait to see how you act next time. Ala, akadai mimi na jana bado nilikuwa nataka nikukutumikia. Karibu nitaona vile ambavyo utafanya next time, lakini kwa sasa hakuna nafasi utakuja kupatiwa. Lazima nione vile ambavyo unaweza ukanifanyia. Wakati aliambiwa vile, akajua kuna jambo atakuja kuweza kufanya ili general akuje kuweza kumwamini. Unaona? Ili ayule Rinjina akuje kuweza kumwamini. Alijua kuna jambo lenye ambalo atakuja kufanya. Tutakuja kujua jambo lenyewe lile ni jambo gani. Akakuingilia upande wa pili sasa kwa ile hoteli. Akapia kina Jet Li kunuzuru.
wanajeshi wake Rinjin wanakuingilia ardhi za Nyawezi na wamejua kila kitu kuwahusu. So tafadhali torokeni, torokeni, mtauawa nyinyi wote, na musiokote chochote ardhi za Nyawezi, mutoke venye ambavyo mlivyo, mutoroke na muishie mumeilima. Wakati huo wanajeshi wake Rinjin wakakuingilia, lakini mwenye lile hoteli hakuwa ametoka. Rinjin mwenyewe ako hapa, alisikia kwamba na kwetu wenzetu waliweza kuangamiza wanajeshi wake, akauliza nani mwenye hii hoteli? Nenie mkague muthembanya manduru. Kazakana ni wewe. Ukaua wanajeshi wangu. Kauawa. Wenzetu sasa wakapata nafasi ya kuweza kutoroka, wakaishia. Wenzetu wakapata nafasi ya kuweza kutoroka, wakaishia. Sasa ikawa walijamu sana. Na hawa sasa ni marebels wenye ambao wamekuwa wakiona utawala wake Rinjin sio utawala mzuri, ikiwemo Gatelu. Akadai ke lazima huyu general asikie uzito wetu. Anawezaje akamua mwenzetu? Anawezaje akamua mwenzetu? Na hapa wenzetu wakamwamini sana huyu jamaa kwa jina Chimbo. Ndio alikuja kuwafahamisha Yakoba na kweti kube watakutwa. Chimbo akawaambia wacheni niwaambie, kesho kunako mahali ambapo wanajeshi wao wanaenda asubuhi na mapema, muweza kumechua Yakoba na kweti mmekuja. General hananga wanajeshi wengi, mkikam tumuue. Hivyo ndivyo ambavyo tutakuja kufanya. Titilia kadai rafiki ni rafiki tu. Heli hivyo niko na wewe rafiki yangu. So kesho tutakuja kumwangamiza general wakati ambapo hakuna wanajeshi wengi. Lakini wasiwe na habari wakati ambapo ulisikia Chimbo akidai lazima afanye kitu chenye ambacho kitakuja kuweza kumfanya general aamini ya kwamba na kwetu huu ni mtu mzuri, na general anaelewa ya kwamba na kwetu kunao wasaliti ama kunao maribos wenye ambao wako mtaani na angependa sana kuweza kuja kuwakamata. Sasa wenzetu waliambiwa general hata kuwa na wanajeshi, kwa hivyo wakuingilie. Wasiwe na habari, kumbe this time around hili ni setup. Ndugu brother mpenzi mtazamaji, That long. haya ndio bibi ilikuwa ananyora. Wenzetu sasa wakaambiwa twendeni niuoneshe tent, niuoneshe general ako kwa hema gani. Kujeni niuoneshe general ako kwa hema gani. Ndio ile hema yake general. Ile ndio hema yake general. Wenzetu wakatuda akina Jetri na wale mareboss wengine kufika. Wakakuta wamengojwa na maelfu ya wanajeshi. So it was a fucking setup. Ilikuwa setup ndugu brother mpenzi mtazamaji. Wenzetu wakazingirwa. Rinjin ndio huyu akadai hawa ndio mareboss, ndio wawawe. Hawa kaulizana ako wapi Jinbo? Ako wapi Chinbo? Hawampati. Ikasemekana sasa wauawe ndugu brother mpenzi mtazamaji. Wakaanzwa shisha. Akina Sirina, Miss Ella, wakaanzwa akina Jetri, Gatelu, wakakuja kuanza ndugu brother mpenzi mtazamaji. Neno wa Chinbo anampenda kale kamanzi kwa jina la Michelle. Anakapenda sana. Uliona vile ambavyo huanga na kamezea mbata. Kitanzo upande wa pili. Wanangangana hapa ndio sikatai, lakini kumbe hawezi wakatoboa. Gatelu akajifanya sasa amekufa. We, ili kukaa hai lazima ukufe. Living is for the living. Kwa yani maisha ni ya wenye ambao wako hai. Kifo ni cha wenye ambao wamekufa. Kwa hivyo nikiwa nimekufa naweza nikaishi bado. Akajifanya amekufa. Gatelu akajifanya amekufa. Kwanza kina wa upande wa pili maskini wa Mungu wanafanywa majabu. Kina Jetri yajaribu kungangana, lakini sasa hapa atangangana na wanajeshi wangapi? Hapa atapigana na wanajeshi wangapi ndugu brother mpenzi mtazamaji kabla aweze kuwezekana. Hai. Wanajeshi ni kibao. Wanajeshi ni wengi kama deni yetu China. Wanajeshi ni wengi kama corruption hapa Kenya. Wanajeshi wengi kusema tosha. Ikawa sasa hivi kitanzi cha ambacho kiko upande wa pili hapa hujawaiona, na general ako pale yatazama kila kitu kwa mandamo Gelepe na governor Rinjin. Manzi wetu Sulina ngangana, lakini wanawawa wale mareboss. Wakati na ambapo basi jamaa wetu aliweza kutazama yule manzi, alikuingilia kamgonga na kisha kambeba kamondoa ala za nyewe zile. Huyu na yeye unajua hajakufa. Mkono unakacha kwa digaku na dhayo. Alijua katawana vizuri na atakuja kuwaza sasa, akajifanya amekufa. Tukinyadetie kwa. Kanyabe jurage kakakara amenya. Unajua niko hai kisha anakufa. Nimekuwa nimekufa.
mwenye naye anamkaribia kuweza kuangalia kana kwamba amekufa, anamuua cha ukweli. Jet Li naye upande wa pili akabaki sasa ni yeye, wakiwa na kike kwa jina la Sirina. Ngangana wale malipos wengine wanauawa. Ndugu brother mpenzi mtazamaji, ilikuwa ni setup. Rafiki wake wa kiti cha kwanza aliweza kumsaliti Jet Li. Rafiki wake wa kiti cha kwanza mwenye namba alikuwa anachukulia kana kwamba ni brother, alimsaliti ndugu brother mpenzi mtazamaji. Oi yai. Jet Li afanye nini wala atende nini hapa? Labda bahati zitoke juu kwa mwadhani ziweze kumnyeshia kama mvua Jet Li. Ai, upande wa pili naye Sirina, maskini wa Mungu, jaribu kungangana. Wale malebos wameanza kuangamizwa moja baada ya mwingine. Hapa this is a losing battle. Hii ni vita ambayo basi waweza wakapiga. Wewe ni kiwi na ulimwengu hata huko unakuja kukufia mahali nimekufia. This is a losing battle. Hawezi wakatoboa hii vita, hawezi wakatoboa ndugu brother mpenzi mtazamaji, mimi usiamini. Akina Jet Li, Sirina, hii vita na hawezi wakatomboa. Ngangana, lakini wapi? Vita yenyewe hii kutomboa ni tafash. Kubi hata komanda aliweza kuona namna gani? Ai, hawa watu wako chonjo. Manzi kuweza kufika upande wa pili. Kuingilia nani? Jimbo. Sasa akajionesha rangi yake vizuri. Ishara tosha sasa ni mtu mwenye naye anaweza kaaminika. Jet Li hakuamini. Jet Li hakuamini ndugu brother mpenzi mtazamaji. Kumbe mwenye nabali kwa amejifanya amekufa, alikujikilia na farasi. Jamaa wetu kwenda kumkamata Manzi ya muondo ya Alzenyewezi, kamba ikakatika. Manzi akabaki mikononi mwa wale wanajeshi. Jet Li jaribu kumfikia, maskini wa Mungu, oi, akanyenyuliwa na Gatelua sasa hivi na kisha wakatamburuka. Wakati walitamburuka, ai, Chinbo akajua sasa hapo ni kunozuru. Manzi jaribu kungangana, lakini wanaume takriban 3000 ukiwa peke yako uko na sword wako na mikuki, utafanya nini? Oi yai. Ikasemekana sasa huyu mwenye ambaye ametorokwa atafutanwe na yeye Komanda Rinjin aletoe kichwa chake na kisha Manzi aweza kuja kufanyiwa mambo yenye na hajaifanyiwa. Kumbe sasa wakati na ambapo Rinjin aliweza kuona vile, alikuja kumwambia jamaa wetu, wewe utakuwa lieutenant. So, I almost promoted you last time, but you had to prove yourself. Promoting you then would have caused rancor among the troops, but you've earned it now. You are now a lieutenant. You must be a disciplined leader. Sir, thank you. I need the best people working for me, Chinbo. The one who has escaped. He's very skilled in martial arts. Recruit him if you can, and we'll all work together for the glory of the Emperor. But if you cannot convince him, then destroy him. Ala, akaweza kupromotiwa na sasa hivi akaweza kuwa lieutenant wa wanajeshi. So ako na cheo. Lakini sasa wakufika hapa malebos walikuja kudai Jet Li vile vile ni msaliti. Kwa sababu gani? Aliyekuwa rafiki wake wa kiti cha kwanza jamaa kwa jina Jimbo amekuja kusaliti. We Gatari akamwambia hapana. Akaambia yule lipo hapana. Huyu jamaa amesalitiwa kama sisi. Yeye hakuwa anajua chochote. Lakini kulingana na venye namba vyo Jet Li alifanywa, kulingana na venye namba vyo alifanywa, amini usiamini, kulingana na kusalitiwa alichizika akawa fia tu. Unaweza ukafanywa kitu na rafiki wako wa kiti cha kwanza ufiatuke, yani uweze kuwa mwenda. Unaona? Unaweza ukafanywa kitu ufiatuke uweze kuwa mwenda. Kumbe sasa na M3 ama ukilipenda Miss aliletwa kwa hema yake sasa lieutenant Chinbo era ameongezwa mamlaka. Lieutenant akamkuta akamwambia ni asaje. Tangu siku ya kwanza wakati nilikuona, mimi nilikupenda. Na ujue nakupenda kama sukari. Na kuambia kweli si siri. Ningekuwa mimi tajiri, ningekununulia gari. Na wewe kuanzia leo hii ni bibi yangu. Watu washaifanya harusi lakini hii ya huyu ni ingine. Aigua. Kuja hapa, wewe ni bibi yangu. Wewe ni bibi ya Miai. Lakini Manzi amejam. Aliamua sasa kutoa kasiraha mwangamiza haya. Usikini nakupenda kama sukari, akamuumba.
Wakati huo akakuingilia Linjin Commander, Someone who cannot. akamwambia siku akanafikiria kwamba na kueti kulingana na vile ambavyo nilikuona unaweza akili zako zikababwa na mama. Siku anafikiria akili zako zinaweza zikababwa na mwanamke. He made an attempt on your life. Eskia? She should be dealt with. Anafaa kuwa maiti. Akamgonga kumtambaliza yule manzi. Na nampenda. Has made me a success. Lakini akaambiwa na komanda namna gani? Mimi nimekwambia anafaa kuwa maiti, sijakwambia muue. We'll see. Sijakwambia muue, na kwambia anafaa kuwa maiti na ukamuua. Lakini amini usiamini, sasa hapa huyu jamaa anataka venye ambavyo ataendelea vile, aendelee vile aweze kuwa sasa yeye mwenyewe ako na pesa zake. Na yeye mwenyewe anasee, ako na see ala zenye wizi. Toka. Ndio huyu sasa ameanza kuwa na cheo. Ako na walinzi na ako na kila kitu. Urutikando basi na yule manze kwa jina Asilina alifungwa pale. Njetrine aliyapata kuja kumwokolea Mansuru akiwa peke yake, just imagine. Ndoka, nimekuja na nataka huyo manzi. Yule manzi, nilikwambia ujiunge na mimi ukakataa. Sasa hii wewe ni wanted. Kichwa chako naweza nikafanywa kuwa komanda wa wanajeshi. Waiwa. Njetrine akamwambia kwa nini uweze kugeuka dishana kama hii? Wewe ni rafiki, ni mtu mwenye nambani nilikuwa nakuamini. Rafiki kitu gani? Rafiki bila pesa huo ni ujinga. Kwa nini unifanye hivi? Nikifafarai. Nilikwambia ukuje tutafute pesa. Nilikwambia ukuje tutafute kazi nzuri ukakataa. Huyo jamaa auawe. Kusema auawe, wale walinzi wake wakaanza kumfamia Jet-Li. Lakini sasa wanakuja kuvamia wanafamia nani? Wanafamia nani? Huyo ni Jet-Li kitanzi shasha. Neno tangu wakiwa watoto wadogo, Jet-Li hajawahi mpapata huyu jamaa kwa jina Chimbo. Chinbo alikuwa mkubwa kumliko, hajawahi mpepeta, ikabaki ni kitanzi. Katambe Chinbo na Jet-Li right. Jet-Li amekuja basi kuweza kuja kumuokolea yule manzi kwa jina la Sulina. Amekuja kumuokolea manzi kwa jina la Sulina, lakini hapa patiwi nafasi na Harajitu kwa jina la Chinbo. Chinbo hampati nafasi huyu jamaa kwa jina la Chinbo. Na kupi manzi amefungwa upande wa pili juu ya msalaba, na nibali tena zaidi akiduda chini maiti mara hiyo. Katambe sheshe dugo brother mpezo mtazamaji. One more time. I'm asking you one last more time. Jiunge na mimi, lakini Jadidi akadai over my dead body. Mimi kujiunga na wewe niweze kuwa nikinyanyasa raia. Mimi ni mtetezi wa raia, wewe ni devil. Wewe ni shetani, lakini mimi mwenyewe ni mtetezi wa raia. Kuna wakati na baba basi nitakuja kuweza kushirikiana na nyinyi kuweza kufanya ushetani. Mimi mwenyewe nitakuja kutetea raia. Unanyanyasa raia, ndio sikatai, lakini siku yenyewe itafika. We, nakwambia jiunge na mimi. Jet-Li alidai heri uniue. Haki ya Mungu. Heri uniue, lakini mimi kuweza kuja kujiunga na wewe itabakia kwa bana kwetu basi ni tafasha. Kujiunga na wewe itabakia kwa bana kwetu ni siku nyingine. Jet-Li ngangana kiume. Lakini jitu lenyewe lilikuwa kali na mzini nguvu. Ai, na huku Jet-Li wataka kuweza kumekishwa kwa bana kwetu amemwokolea yule manzi. Wala Jet-Li twende. Jet-Li
ng'ang'ana kiume lakini wapi. Na huku yuwachunga manzi asikuje kuweza kudunda chini. Yuwachunga manzi asikuje kudunda chini ili manzi amefungwa upande wa pili dogo brother mpenzi mtazamaji. Yuwachunga manzi asikuje kudunda chini. Jet Li mtoto wa mama. Aisha, Jet Li. Yuwakumbuka mara na papo umetuona na Harajitu. Ai, yuwakosa kuamini. Yuwakumbuka mahali na papo umetuona na Harajitu, yuwakosa kuamini mwenzetu Mr. Jet Li. Chunga sana. Chunga manzi asikuje kududa chini. Akiduda chini wa sasa hivi kabla hujamfungua, tupa kamba kumfungulia mkono moja maskini wa Mungu manzi kwa jina Surina. Katambe bando. Woi yasa. Woi, Jet Li fika wakati kupe wa sasa hivi akakwama na zile miti kiasi kwamba hataki manzi aumie, lakini vile vile pia yeye plus manzi wakajipata upande wa pili. Jet Li umeambaya makosa vile vile manzi. Ai, Jet Li akaona hapana, hapa itabidi nijikaze kimwanaume. Jitu kukuingilia manzi akalitupia diriti na kisha wakaruka upande wa pili wakamfunika na zile hema, wakapata nafasi ya kuweza kutamburuka. Jitu halikuamini, halikufurahia na halikuamini. Jet Li na Surin wakatamburuka na wakaishia. Waliweza kuona ile vita hawezani. Wakati waliweza yani walifika upande wa pili kwake Gatelu. Gatelu naye alikuwa ni rafiki wake Daktari Jaiburu wa mkeo habo clinic. Elewa, Jet Li alikuwa ameumia vinuzo tena zaidi. Gatelu akakuja akapigia Daktari Jaiburu akamuuliza dawa za kuweza kuumia ni gani. Jaiburu akamwambia kuja Kawagwale sijui wapi pale Princess Plaza sijui wapi nini. Unaona? Sasa kuja tena kufanya testing ati Jet Li haizi uchugu nini unagothoguo. Kwenda huko unakoga nani hivyo? Ikawa sasa mtazamaji, kulingana na kusalitiwa na kutokana na vile ambavyo Jet Li aliweza kupepetwa ile vita, alifyetuka akawa chizi akawa mwenda wazimu. And his mind just snapped. Will he get over it? Sure, in a matter of days he might. Mr. Tao, maybe you could tell me what happened to Chin Bo. I would be most grateful. Most grateful. Although it might take a couple of years of work. Most grateful. Stop! Jimbo, you must be having a nightmare. But I saw it. I did. I saw everybody. Right there. Right there. Maybe you should try this. Why not? Hawa walikuja kuweza kuona ya kwamba na kwetu yai Jet Li amechizika. Imagine. Amechizika ndugu brother mpenzi mtazamaji. Surina kaona huyu kijana akopoa, lakini sasa amekuwa fiatu. Amekuwa mwenda wazimu. Imagine ndugu brother mpenzi mtazamaji, jamaa alikuwa gafiti. Ni jamaa mwenye ambaye basi alikuwa mharo wa afya. Lakini ikawa ndivyo hivyo, maskini wa Mungu alikuja kuchizika. Sasa kata alikuja kata mimi ni mtu mwenye ambaye najua miti ni shaba. Dawa za kienyeji, wacha nikuje kutengeneza dawa ya kuweza kutuliza uenda wazimu. Lakini sasa makosa ni kwamba na kuweti kumuduka Jet Li ile dawa, hapo ndipo tafashi na iliko. Jet Li akajua mrenda kuthesha hii. Unataka kuniduka Nikia shida no? ni ya mashindano si ndio? Mnataka tucheze hii mchezo ya mashindano, akachukua shindano mingi kwa fukusa. Kisha akaduka kila mtu. Si mnataka tucheze mchezo ya mashindano? Yaani ya shindano. Oi. Mimi nitajaribu vile nawe savyo. Niweza kusaidia huyu jamaa, lakini sasa angalia hata wewe umekuduka shindano. Jamaa anajaribu vile tunaweza kumsaidia. Niki haya. Jet Li washindwa ni nini hawa? Jet Li washindwa ni nini hawa ndugu brother mpenzi mtazamaji, lakini amechizika. Upande wa pili nao kunao wana new recruits. Lakini kulingana na venye ambavyo basi general wake wanajeshi alikuwa anakuja kuwa train, wengi hawakuwa wanatoboa, wengi walikuwa wanaiaga dunia. Imagine unajitupa. Failures. Quan. Hatutaki failures. Lazima mimi mwenyewe nijue venye ambavyo nitakuja kutrain wanajeshi. Tagulini, wewe ni lieutenant. Mimi ni general wake wanajeshi. Nani amekupatia mamlaka? Jamaa kadai hapana. Hapa lazima nifanye kitu.
Wewe unakuja kutrain wanajeshi venye ambavyo watakufa. Sio venye ambavyo watakuja kuwa watu wa nozro. Wala nilikupatia hiyo uongozi. Chimbo akadai kuanzia leo hii mimi nitakuja kuwa train. Dadi kwa general. Unaenda kuambia general unaenda kunisema waki wanajeshi akauawa. Mbele ya wanajeshi. Kuanzia saa hii Carry on! mimi ndio mkubwa. Kuna mtu ako na swali? Kaini wake muuraga. Umemuua. Jitrina wa siku hizi leo amechizika, amekuwa ni mwenda wazimu. Imagine anaishi na bata kwa maji. Hao wanamtafuta lakini ako ndani ya maji. Wakikuja kumwangalia na wamwagilia maji kisha anawaambia jamazeni, hata nyinyi nataka muingie kwa maji. Tituingia kwa maji kama mogoroki. Huyu kwa bodo wazimu. Hapana, nataka hata nyinyi muingie kwa maji msikie venye mtu anasikia akiwa ndani ya maji. Okai, kujeni tu, ingieni kwa maji. Akaona huyu jamaa atatuua. Lakini kutura hiki, wewe huyu atatuua. Huyu mwenda wazimu atatuua. Kuja hapa, utatuua. Oi. Chitiri alichizika ndugu brother mpenzi mtazamaji. Alichizika, imagine. Sasa wanashidu watafanya nini wala watatenda nini? Akiona posta na dai master. Kwani umekuwa mrefu aje master? Gai master Kapa huo sio master ni post. Hapana ni master. Huyu ni master. Kwa haja kumutoa wakatandikwa tu mugire ringi. Waya! Onakereka tu muthondeke riu. Acha ni wakati wetu tumtengeneze. Mtengenezwa akafungwa. Aliundwa akafungwa Jet Li. Wameona huyu jamaa amekuwa kitu beda. Wameona huyu jamaa atawaua. Ndekare muoe atatua. Wao jamaa tutandika vita. Huyu jamaa atatua. Atatua huyu jamaa. Haponi, anakaa tu kuwa mwendo wazimu. Wewe mugoroki. Tazama haha. Soma hapa. Mwendo wazimu wewe. Utatua na sisi tunakusaidia. Wanajaribu kumsaidia. Elewa Jetiri anajua vita na watandika. Going to work? Well, it better work. If it doesn't work, I'll slap myself 10 times. Try to rest. And you'll recover soon. Oh my God, I deserve this. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. You helped me when I was hurting. Now I'm going to help you. And 10 times more. Ow! Alright, tudude upande wa pili sasa kwa kikosi cha wanajeshi. Ilikuja kusemekana ya kwamba na kwete sasa Jimbo yuataka sasa wenye ambao kupe ni wale madai hada. Na training yenye ambao wamekuja kufanya ni ya kifo. Ukikaa baya ama bahati yako iweze kuangukia mahali pa kifo, wewe mwenyewe unakufa kama gifini. Yuataka sasa wenye ambao watakuja kuhitimu. Cheki, training yenyewe wa sasa hivi mnapita juu ya makaba, lakini chini mumewekewa miti yenye ambao imechongwa kuwa chap. Unakuja unadungwa unauawa. Hata wanajeshi walianza kuogopa. Muda wote uraga hivi wote. Walikuja sasa kuona mwenye nabaya anakuja kuwasimamia atawaua wote. Jetiri naye amechizika na hiyo wewe. Na hiyo wewe. Nilikwambia namna gani? Nilikwambia namna gani? Ikatari. Kadera ndio lako lile kojoraga. Ule agotha wali yuko. Lakini kumbe sasa alikuja kucheza na bata. Na kile kitabu cha ambacho kilikuwa kinatambulikana Book of Chi. Na ni kitabu chenye ambacho pasi mtugo brother mpenzi mtazamaji kilikuwa na style zote, styles zenye ambazo kumbe sasa Jetiri angeweza kuzitumia. Amini usiamini, amini usiamini mtazamaji, angeweza kuelewa mambo na Tai Chi. Na Tai Chi ni style yenye ambayo sio wengi wanaijua na sio wengi walikuwa wanaielewa. Hata yule jamaa kwa jina Chimbo haielewi ile Tai Chi. Alright. Haya, hakushindania na kile kitabu. Ikafika ni wakati wa kukula. Sasa hawa watu wanaona ni chizi, wanamwambia shika kijiko. Na huku wanakulaga na miti. Uma sema Tulia kona nini mradi wa muguru kula wewe. Unajifanya mimi mwenda wazimu. Ana wewe ishi.
Nafikiri mimi ni mwenda wazimu na nyinyi ndio mwenda wazimu. Hata wanadai huyo jamaa anaodela ugire. Huyu jamaa sasa tutamfanya nini? Oh yes. Asante sana. Kube kwake yule lieutenant sasa Chimbo alienda akatafuta golds. Bidhaa za dhamana zinabazo zilikuwa zimebebwa na waasi. Akaambia General, sasa nimekuletea zote. Nilisema nitakufanyia kazi hadi kifo changu. Tafadhali zikubali. Hizi ni vitu zile ambazo zilikuwa zimeibwa kutoka kwako. Wakati na Mapoli Engine aliweza kuona vile, amini usiamini sasa akakuja kuweza kumwamini huyu jamaa kwa jina Jimbo. Akamwambia nilikuwa nimekupatia kazi ya lieutenant, this time round wewe ndiye general wakiwa na jeshi. Lakini kunako mara ambapo nataka kwenda kumtembelea sistangu. Nikirudi nitakuja kufanya general wakiwa na jeshi. Nimekuaminia wanajeshi upande wa pili hapa kwa territory zangu uweze kuangalia. Naenda kumuona sistangu. Nikirudi utakuwa sasa wewe ni mwenyewe ndiye general wakiwa na jeshi. Any discontent in my court? Yes, master. Ikawa ndivyo hivyo basi Chinbo akaweza kuelewa sasa listo yake na imeanza kuingianwa. Oh yes. Mwenzetu na yeye upande wa pili cheki. Bado ni chizi. Yashindwa hii bata inafanya nini hapa kwa maji? Kaanza kukunywa maji chafu. Wewe, unakunywa maji chafu, shika hii. Oh, ni ya kuoga mikono alafu nikunywe maji, anaoga mikono na maji safi, alafu anakunywa maji chafu. Nduguo. Ai wewe, nimekuletea maji safi ukunywe. Katai si baya. Si unaona bata zinakunywa hivi. Bata zinakunywa hivi. Kabua sasa umeanza kuchizika kabisa. Ilifika wakati sasa manze kukuja kumwambia kwa bwana Kuweti, huenda mambo yaliweza kuharibika kwa maisha yako. Lakini hufai sasa yaliyopita kukusubua. Unaona hii ni mti. Mti wenyewe huu uliweza kukatwa. Lakini hata baada ya kukatwa, mti wenyewe unamea. Ina maana hata kuna maisha baada ya kukatwa. Kwena muhoko, mti wate muo, yethu kenegethi nduku. Na kweza kuona kube Kimemia ndio huyu. Ameambiwa bibi yake amejifungua mtoto, lakini sasa Kimemia anaambiwa harakisha akaona katoto, lakini akona mzigo. Kabiwa weka mzigo chini ndio uweze kukimbia kuona mtoto wako. Jetili akakumbuka master akiwaambia, lower your burden, learn towards your life. Things all right. Akakumbuka Kembo na master vile. Lower your burden, run toward your life. Makes sense to me. Akata hiyo ina make sense to me. Angusha mizigo yote mizito na uweze kukibiria maisha yako. Uende mbele ukibiria maisha yako. Lower your burden, run toward your new life. Angusha mizigo yote mizito, kibiria maisha yako. Kakuja sasa kuangalia kile kitabu kilikuwa kinatambulikana kama vile Book of Chi. Na kakumbuka master kidai ya kwamba na Kuweti, iwapo mtu ataweza kujiamini ndani yake na aweze kuwa na utu ndani yake, aweze kuja kusoma kile kitabu vizuri, atakuja kuweza kuelewa zile style zote za Tai Chi. Naelewa sasa hivi ukisikia ni Tai Chi, ndugu brother mpenzi mtazamaji, hata uweze kuwa unaelewa style gani, hauwezi ukampepeta mtu wa Tai Chi. Mtu wa Tai Chi ni hatari kubwa. Gataru oka enokada hizo ile baga hii jamaa ananichukia. Sasa unaona mimi kama ni blackboard akmete wewe. Jetili akaanza kusoma kile kitabu. Ring of Dust. Anataka sasa kuja kuelewa mambo na Tai Chi. Book of Chi. Amekuja kuweza kuisoma. Na alisikia kwamba na Kuweti master alikuwa amemwambia lower your burden and run toward a new life. A little sad. It'll get better. Just don't make it your burden. Sit and eat. Hey, you seem better, so eat up, but don't go crazy. Lane. I'm free. That's enough. Right? You knew it all along. Oh yes. Akaanza kuona kumbe sasa mimi mwenyewe ni mwenda wazimu, lakini kuna kitu naanza kuelewa. Inaenda pade, 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 inaenda pade. We, inaonekana huyu jamaa ameanza kuelewa maneno. Kada uweze akaelewa maneno, inaenda pade, inaenda pade, inaenda pade, inaenda pade, inaenda pade, inaenda pade. Holera. Akaanza shisha. Venye amekuwa kisoma, akaoga mpira, inaenda inarudi, inaenda inarudi, akajua basi hata binadamu anafaa kuweza kuwa hivyo.
na kaza kuelewa mikono yake iko na nguvu tena zaidi. Mikono yake iko na nguvu tena zaidi. Taishi ni style yenye napa mtazamaji inafaa kuweza kuingia ndani yake, kwa sababu yeye mwenyewe ako na nguvu kwa mikono. Mpira ukatupwa kwa maji, akaona mpira hauzami kwa maji, anaifinya ndani inarudi juu, anafinya ndani inarudi juu. Kaza kuelewa kumbe mtu anafaa kuishi kama huu mpira. Finya ndani inatoka juu, finya ndani inatoka juu. Kanza shisha kulingana na vile ambavyo amesoma kitambo kwa jina la Book of Chi. Jet Li anakumbuka nilisoma hivi ati niakaa hivi. Well, what is it? What is it? A relapse? Nilekee kwa agoroka. Akadai hapana, nilisoma kwa kitabu. Kuna kitu nimeona na lazima nitajaribu. Tatiga kuangalia kwa maji. Haya, demoshongio. Hawakajua basi. Sasa amerudi normal. Ero madawazimu hajuagi anakaa namna gani? Mwenda wazimu hajuagi anakaa namna gani? Sasa kaenda katengeneza kanywele, akavalia manguo safi, na kisha sasa akakuja kutrain mambo na Tai Chi. Akakaa kuweza basi kutrain mambo na Tai Chi. Jet Li akakaa kutrain mambo na Tai Chi, akakaa kutrain mambo na Tai Chi. Ndugu brother mpenzi mtazamaji, katambe shisha warara. Ikaanza kuingia sasa. Cheki, Tai Chi imeanza kuingia hata na upepo unakaa na kuweza kutupa majani design kama hiyo, anaifanya kuwa mpira. Ni Tai Chi inakusanya majani design kama hiyo. Hapa anacheza na ukisikia ni Tai Chi dogo brother mpenzi mtazamaji. Ni style iliyokuwa sasa hivi ni moja kati ya zile ambazo ni nozzle tena zaidi. Cheki, nyasi imedoza dishenastra kama hiyo. Orieta upande wa pili nako ndugu brother mpenzi mtazamaji. Sasa baada ya kuweza kupata ushukani na kuweza kuambia kwamba na kweli sasa atakuja kupromotiwa na kuweza kuwa general wa wanajeshi, Amino Siamini alianza kuitisha ushuru kupita kiasi, hata kuliko vile ambavyo wa sasa hivi wana kijiji na wananchi wa ardhi zenyewe walikuwa wanaitishwa. Na akaendelea kuuliza mara na ambapo anaweza kumpata jamaa kwa jina Jet Li. Iwapo hujui familia yako na watu wako wanauawa ukitazama. Of hiding, and I'll stop the murders. Yes, mnamficha. Na huyu bibi yake na mtoto wakauawa, kisha akafutwa kwa farasi dishenastra kama hiyo. Oi, yai. Jet Li alikuja kuambia sasa watu wanaulizwa uko wapi? Iwapo hautasema uko wapi, wewe na familia yako inauawa. Na mimi Kemago huko tukiwa na Kenyogote tumeona hatuwezi tukapolea ara zenye hizi. Sisi tumeenda Nyakalianga. Haki ya Mungu, netuathie. Sisi tumeenda. Hatuwezi tukapolea ara zenye hizi. Lakini Jet Li kadai sasa hapa ni kubieda. Lazima tuweze kuchora plani ya vile ambavyo tutakuja kusimamisha hiki kikosi. Atusimamisha kikosi peke yako. Wanajeshi takriban 8,000. Jet Li kadai lazima kuweza kuwa na njia. In one way or another, lazima kuweze kuwa na njia basi ya vile ambavyo tunaweza tukasimamisha general order ya katika kuruka. Hata wanadai Jet Li bado ni chizi. Kabiwa lazima kuwe na njia. Kukiwa na nia kuna njia. Hata leo kabia hii ni ya good luck. I wish you too good luck. Na ndiye tutigodhi na anywe. Mimi hatuwezi tukaenda na nyinyi. Juzi nilijifanya nimekufa, sasa ndio niliponea chupu chupu. Sasa nikienda nitakufa cha ukweli. Kabaki sasa ni Jet Li na yule manzi watakuja basi kuweza kumake sure kwamba na kwetu kumbe wamekuja kuweza kumake sure kwamba na kwetu wamesimamisha Jinbo wakiwa na yu general kwa jina la Regina. Alright. Regina alikuwa amekuja kuweza kuona sister yake. Na alikuwa sasa amemwacha Chimbo upande wa pili kwa zile territory zake. Wakati huo akina Jet Li wakapata na habari ya kwamba na kuweti general
Rin Jin ako upande wa pili kuja kumwona sistake na hana wanajeshi wengi. Sasa Sirin wakiwa na Jet Li wakakuingilia sasa kufamia. Nero sasa Jet Li ni moto wa kuotea bali. Kwa sababu gani? Tai Chi iko ndani yake. Haha. Yeah. General akadhani sasa hawa ni kupepeta. Muna pepeta ndio mtapepeta, lakini sasa Tai Chi iko ndani yake jamaa kwa jina la Jet Li. Katambe cheki. Hakuna hata kuwafanyia hesabu, ni one touch mnaondokea. Jet Li ameivana vilivyo. Hapa hakuna tichaoni ni. Ukisikia ni Tai Chi, this time round hakuna tichaoni ni. General upande wa pili Rin Jin wakiwa na kike kwa jina la Sirin wakiwa na General Rin Jin. Katambe Jet Li dutikando na yuandalia wale sasa masoja wake huyu Rin Jin. Manze Sirin vile ya bana cheza. Jet Li na bado hajatumia ile style ya Tai Chi. Hajatumia Tai Chi. Waya no mukwenda haro umaibana vigoro tokeni juu ya farasi manzi Siurina twende tudete katambe walala yesa chunga manzi oi chunga huyu ni Rin Jin yesa kuope sasa sistake Rin Jin yule governor commander general alikuingia sasa pepetana na Jet Li. We kairetu haujaambiwa, haujasikia? Kasichana hujasikia? Kai. Akuje sasa jaribu kuweza kupepetana ama kujaribu kungangana na Jet Li. Chunga sana kairetu. Chunga sana karetu. Huu ni Jet Li sasa amezaliwa tena kivita. Ni mtu mwenye ambaye ni born again kivita. Ni mtu mwenye ambaye ni hatari kubwa. General twende. Sistake bado wapi ni kuti goli mkairetu. Goja. Ujinga staki na mimi sipigagi wanawake. Ngai, yani unanigonga kama mahara agwe. Hauna huruma na Kamanzi na Kamanzi kitu gani na wewe niliona ni gaidi. Wewe nilikuona ni gaidi ulikuwa unataka kuweza kumwangamiza Surin. Baba. Twende. Jana waliweza kuelewa kumbe huyu mwanamke ni wale unasikia gachui. Hawa ni wale wanaozero. Twende bado. Jana wacha nikuambie teremuka nani. Ukifika chini tuko na wewe. Si ati unaenda bali. Wewe undungu kwira. Tafadhali usiniue. Kabla tukui. It's possible you could be of some use to us alive. Yes, utakuwa usaidizi sana kwetu. Sisi kukuua hatutakuua, lakini utakuwa usaidizi sana kwetu. Sasa alikuja akafugwa kama wafugwa. Akafugwa vile ambavyo huaga nafuga wengine na akaletwa sasa ndugu brother mpenzi mtazamaji kwa territory zake. Na wanajeshi ako nao wengi. Wanajeshi takriban 8,000. Back off! Get back! Get back! Move back! Junbo, that's clever. Taking him as a hostage. You look so shocked. Maybe I'm more clever than you have. Ala, kama pia Jet Li umefanya wewe ni mjanja sana kuweza kumkamata general kama hostage. Wewe umestuka sana. Nilikuwa nafikiria kwamba na kweti nitakufa. You know I can't do that. Unajua kwamba na kweti siwezi nikakuruhusu uweze kutoka hapa ukiwa hai. Na siwezi nikaruhusu uweze kumhanda mkubwa wangu. Haya, toka moraga. Tutamuua. Kabo venye nafanya venye ambavyo unaambiwa. Piga magoti. Lakini sasa unaambia nani? Alikuwa hata na plan ya kuweza kumgeuka huyu Rin Jin. Chimbo ako na plan hata ya kumgeuka Rin Jin. Kwa hivyo hata kumwambia mnamuhada, hiyo ni kazi bure. Take off. Nedarega ni dige atana mani mekata. Kabo utafanya exactly venye ambavyo nakuambia. Wewe ni hivyo. Ate hivyo. Nani unaambia? Mimi siwezi nikakubali. Ngoja nikuoneshe. Nimeishi kukupepeta hata sasa nitakupepeta. Nimeishi kukupepeta
hata sasa nitakupepeta na nikuue na niweze kumuokolea Linji. Kitanzi kawa sasa hivi ni ya brothers wawili. Walilelewa pamoja, walitrainiwa pamoja, lakini sasa alikuja kushindwa. Hiyo ni style gani? Hiyo ni style ile ko. Ngoja nikuje. Ukute Jet Li shasha akiwa naelewa Tai Chi akiwa naelewa Tai Chi Okorea twende. Ilifika wakati akashindwa hiyo style ile kwa. Ulijulia wapi hizo? Na nilikuwa kana kupepeta tena kwa urahisi. Bado ngoja nikuoneshe kijana, twende. Pokea. Ai. Niko kutumia jeshi wewe. Nitakutumia wanajeshi nyinyi wawili edeni. Wakitumwa wanauawa. Karash. Anakuja na wengine wanauawa. Akileta wengine wanauawa. Ukashoka kwa jeshi lehe tungi. Leta wengine. Wanatuma wengine kutuma. Tuma wengine. Jet Li anawaandalia design kama hiyo. Wenye ambao wanatumwa na waua. Okay, tutigodhie. Kujani ilifika wakati wanajeshi wanaitwa wanatoroka. Sasa ikabaki ndivyo hiyo sasa ni kuja kuandaliwa. Alishindwa. Hii ni style gani na umeitoa wapi? Kai. Are you here to dance? Or did you come to fight? Ulijulia wapi hiyo? Agokodhi. Hii ni hapa duniani. Na bado sijakutengeneza. Ai, wewe unaishia kwa sababu hiyo ulijulia wapi na mimi sijajua. Twende inaitwa Tai Chi. Hii haijuli, yani hii mmoja na yako na tamaa hawezi akajua. Papo moja, tupo upande wa pili kwa madarama. Kwenda kuhorona darama wewe. Si darama ndio huwa inatandikwa sasa utatandikwa na darama. Akitupa darama zinapangwa line. Kisha sasa Jet Li kuja kutumia Tai Chi. Kuja kuzipanga line design kama hiyo kisha kuzituma back to the center. Waya! Twende! Kile kojo raka. Aliweza kuona kitaniua. Kumbe sasa alikuwa amezoea kuturinia upande wa pili kwa zile makaba. Jet Li hajazoea. Shuka sana Jet Li akaamua kufuata. Na kwa hizi kaba Jitu lumeishi kuturinia upande wa pili. You'll find I'm... Ngoja utakuja kusikia uzito. Mimi sikuguai. Oka. Chunga Jet Li. Hapa jamaa amezoea kuturinia pale. Tuliweza kuelewa hapa inahitaji mtu aweza kutumia ujaja. Hata kana kwamba umezoea kuturinia hapa. Nimeona unaruka unanitupa juu. Zisha mrado ngoja tegea ukuje kuona. Chunga Jet Li. Jitu limezoea ara zenye hizi. Takriban kuweza kujipata upande wa pili chini na kunazo miti zenda ambazo ni sharp sana. Waya. Jet Li. Maskini wa Mungu sasa alikuja kuona Jitu aiseli taniua, lakini akafanya hesabu akakumbuka kumbe ukitupa unafaa kurudi kama mpira. Yes, hata ukitupa unafaa kurudi kama mpira. Unabana kisha wacha sasa nikutoe huku juu. Mimi sitaki vita hapa juu. Nataka kukutoa hapa juu tuweze kupigania chini. Okay. Teremka nani? Bas, twende. Ueni. Mwanza kuambia acheni ujinga. Mtauawa tu bure. Jaribu kaza msijaribu jeshi. Jeshi yako msijaribu. Wewe kwa nini nakwambia uende unakataa? Mbona niko hivi kuurago? Tafadhali jeshi zangu msipigane nitakatwa ko. Sasa Jitu lilikasirika, likakuingilia upande wa pili kwake Sulin. Likawa general mbele ya wanajeshi. Haya, nioraga munene. Kisha kadai unaona gani? Mimi ndio mkubwa. Fanyeni vile ambavyo nawaambia. Sasa ametandikwa akaona wanajeshi ndio watamsaidia. Who is dead now? Kill them! Ni mimi mkubwa. Edeni. Wanajeshi wakaambiwa ni mnyinyi wajika aina gani? Atawaua pia. Si ameua mkubwa wenu na nima. Ameua mkubwa wetu. Wacha haka kavita kapigano sasa yao watu wawili. Wewe jeshi mtioke.
haki ya Mungu hatuwezi tukakuja hapo. Umeona venye umefanya mkubwa wetu? Akaambiwa sasa hakuna mtu anakusaidia. Labda shetani wa kwenyu. Hakuna mtu wa kukusaidia. Wanajeshi wameona wewe ni shetani. Wanajeshi wameona wewe ni shetani. Wanajeshi wameona wewe ni shetani. Hakuna mtu wa kukusaidia. Ukaguhore leo. Sasa nikukuda vizuri nikiwa nimesimamiwa na wanajeshi, nikielewa kwamba na kuwete hakuna mtu atakuja kukusaidia. Ai jeshi. Jeshi saidieni. Oh. Jeshi saidieni. Hatuwezi tukasaidia mchiga, umeua mkubwa wetu. Kaidebika. Haki ya Mungu hatuwezi tukasaidia. Ua yeye. Hili. Ua yeye kabisa. Ua yeye kabisa, sisi jeshi tuko nyuma yako. Ua yeye kabisa. Ua yeye kabisa. Auawe hata ameua mkubwa wetu, hata wewe hata yeye auawe. Kungangana wakahetu wakaile ngangana uru ngangana. Kungangana utangangana ndio sikatai, lakini sasa mwenye namba unakuja kungangana dhidi yake. Huyo anatambulikana kama vile Jet-Li. Jet-Li, the Taichi man, the Taichi master. Taichi master. Jet-Li. Kalipepeto kakaona hiyo ndio yako joraga. Heli ni mbebeleze. Uwa yeye. Haki ya Mungu. Mnasema ni wawe. Uwa yeye. Oi rafiki. Tafadhali kabla nikufe nikubalie nikuambie pole. Just one more chance. I promise you, it'll be like when we were boys. Ara? You'll be sorry. We, anakudanganyia. Jet-Li chunga kwa wakati na mapoli ambaye wanadanganyiliwa, akawekwa kwa mkeka, kuwekwa kwa kape, akakuja na mikuki, akadhani amemua Jet-Li. Mujika nani? Nimezikamata kwa mkono na zishtra mrauda kama mpira juu kisha kafika juu kisha penalty. Ayo kinogokera kuamuka. Sasa alikuja kutumia Taichi Jet-Li, Taichi kisha tupo akaangukia mikuki ya wanajeshi. Okay, nimekufa. Wanajeshi wakadai weroyo, hii kazi hatutaki. Heli kwenda kazi ingine. Na wewe ndio mkubwa. Mkubwa. Aya. Sisi ndio wakubwa. Jet-Li akakuja akafanya revenge ya watu wote wameuawa na wale na yule general. General ni kuisha maneno, Jimbo ni kuisha maneno. Lakini Jet-Li akadai sasa hivi ataweza kurudi upande wa pili kwake master. Akaweza kumwacha Aswirin akitaka kuweza kuwa sasa ndiye mkubwa wa wanajeshi akuwe. Lakini sasa Jet-Li hana hanja na kuweza kuwa na kiongozi. Alidai ya kwamba nakwenda atarudi upande wa pili kwa ile shule. Wenye ambao hawajui mambo na Taichi juu yeye amekuja kuweza kuielewa. Akuje kuweza kufundisha wanafunzi wenye ambao wanaona ya kwamba nakwenda Taichi ni ya kuweza kuja kusaidia watu. Sio Taichi ya ukorofi kama vile Chinbo. Yeye mwenyewe atakuja kusaidia yote na ambaye basi yeye mwenyewe anahitaji kuja kusaidia binadamu. Mtu mwenye namba kuna roho safi, sio roho ya nyoka. Roho mbaya ni roho ya nyoka. Yote mwenye namba kuna roho ya nyoka, akona roho mbaya. Akarudi upande wa pili kwa tempo na moja kwa moja basi Jet-Li akaanza kutrain wale wanafunzi wengine. Akikuja kutrain wale wanafunzi wengine, Jimbo ni kuisha maneno, Rinjin ni kuisha maneno, na merudi kando nikicheki picha retu Taichi master mwisho. Jackie DJ Jack, asanteni sana kwa kuipenda na kuifurahia Taichi master. Usicheze bali, hivi karibuni na kuingilia na kitengo cha tambua mafansa. Elewa page imerudi, ni Jackie Hot Latest Movies. Search kwa Facebook yako Jackie Hot Latest Movies na kisha uweze kusubscribe pa